Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, ili niweze kukufahamisha na kukupeperushia wazi yale ambayo yameweza kutokea ama yanaendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, mwenyekiti wa chama cha Chadema amepata ushindi mwingine leo baada ya wawakilishi wa serikali kulemewa pale na kuweza kuhakikisha kwamba amepata ushindi kwa mara nyingine tena, jambo ambalo linaonyesha kweli kwamba kesi ambayo inamkabili bila shaka haina ushahidi wa kutosha kuiendelesha. Lakini hata hivyo kesi hii inaendelea mpaka pale itakapoweza kuamuliwa. Naomba nikupeleke kwa taarifa hii moja kwa moja msikilizaji, ili tupate kujifahamisha. Uamuzi wa mahakama unaotokana na pingamizi lililowasilishwa na mshtakiwa kupinga notisi ya upande wa mashtaka ya kuwasilisha ushahidi wa nyongeza. Notisi hiyo ilifunguliwa Februari 18 mwaka 2026 chini ya kifungu cha 308 cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura 20 marejeo ya mwaka 2023. Upande wa mshtakiwa uliwasilisha pingamizi ukidai kuwa notisi hiyo haikidhi matakwa ya kifungu hicho, kwa kuwa kifungu cha 328 kinahusu shahidi ambaye maelezo yake yalikuwepo lakini hayakusomwa wakati wa mwenendo wa committal proceedings ama mwenendo wa awali wa kuwasilisha jalada mahakama kuu. Hata hivyo, ushahidi uliokusudiwa kuletwa na upande wa mashtaka unadaiwa kuwa ni ushahidi mpya ambao haukuwepo kabisa wakati wa committal proceedings. Haya. Mshtakiwa alieleza mahakama kuwa shahidi aliyependekezwa ACP Amini Mahamba tayari maelezo yake yalikuwepo na yalisomwa wakati wa committal proceedings. Hivyo kifungu hicho hakiwezi kutumika kuleta ushahidi mpya uliopatikana baada ya hatua hiyo. Alidai kuwa upande wa mashtaka umejaribu kuwasilisha ushahidi mpya kinyume cha sheria. Upande wa mashtaka ulijibu kuwa notisi hiyo imewasilishwa kwa mujibu wa sheria na inakidhi matakwa ya kifungu cha 308 pamoja na masharti yake madogo. Baada ya kupitia hoja za pande zote mbili kuchambua kifungu hichi husika, Jaji Ndunguru alieleza kuwa kifungu cha 308 kinaruhusu kuletwa ushahidi kinaruhusu kuletwa kwa shahidi ambaye maelezo yake yalikuwepo lakini hayakusomwa wakati wa committal proceedings, na si kuwasilisha ushahidi mpya ambao haukuwepo kabisa wakati huo. Mahakama ilibainisha kuwa ushahidi unaokusudiwa kuwasilishwa ulipatikana Februari 16 mwaka 2026, yaani baada ya kukamilika kwa committal proceedings. Hivyo hauangukii katika wigo wa kifungu hicho. Kwa msingi huo, mahakama ilikubaliana na pingamizi la mshtakiwa na kuamua kuwa notisi ya mashtaka haikidhi matakwa ya kifungu cha 308 cha CPA. Baada ya uamuzi huo, wakili wa serikali mkuu Renatus Mkude aliomba mahakama itoe ahirisho ili wapate muda wa kutafakari uamuzi huo kabla ya kuendelea. Upande wa utetezi ulipinga ombi hilo, ukasema kuwa tayari mahakama ilikuwa imeshaelekeza kuwa mashahidi watatu wa mashtaka waje kusikilizwa na kwamba
kuomba ahirisho ni jaribio la kuchelewesha shauri. Kwa kujibu, upande wa mashtaka ulieleza kuwa hauombi ahirisho la muda mrefu bali muda mfupi wa takribani saa moja ili kumwelekeza upya shahidi wao kufuatia uamuzi wa mahakama, ili asiwasilishe mambo ambayo mahakama tayari imeyakataa. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, mahakama iliruhusu ahirisho la dakika 50 pekee, ikizingatia kuwa muda tayari ulikuwa umepotea katika mabishano. Kesi iliahirishwa mpaka saa 5 asubuhi kwa ajili ya kuendelea na ushahidi. Sasa msikilizaji, ndio kile ambacho kinaweza kuendelea katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema, na bila shaka upande wa serikali ambao unamshtaki mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu unaomba kuleta ushahidi mpya ambayo haukuwa awali ili kuutumia kumweka kwenye makosa Tundu Lissu. Ina maana ushahidi ulioweza kuwasilishwa na upande wa serikali awali haukutosha kumchukulia hatua zinazofaa ama kumfungia Tundu Lissu. Na sasa mawakili hao wa serikali wameomba kuleta ushahidi mpya ambao ulipatikana Februari 16, msikilizaji, ili kuendelesha kesi hii. Bila shaka kile ambacho unaweza kuona msikilizaji mpaka sasa ni kwamba mawakili wa serikali wanatafuta tu njia zozote tu za kuweza kusogesha tu ama kulimbikiza matukio mageni ama kutafuta tu visababu vya kuendelea kujishikilia ama visababu vitakavyoweza kuhakikisha kwamba mwenyekiti wa chama cha Chadema anaendelea kushikiliwa, kwa sababu bila shaka ya msingi ambayo yanahitajika pale hayapo. Lakini kwa sababu ilivyo utaratibu wa mahakama ni kwamba ni lazima kesi iweze kusikilizwa mpaka pale ambapo mahakama itaweza kupeana mwelekeo ama kuamua kesi ile kwamba na kutoa mwelekeo kwamba ni kipi kitakachoweza kufanyika pale. Bila shaka ushindi huo umeweza kuonyesha matumaini ya kesi hii kuisha karibuni, bila shaka msikilizaji, kwa mwenyekiti huyu wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Bila shaka msikilizaji, na kukaribisheni, endelea kutieni subscription kwenye kituo chetu hichi kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika kituo hichi. Jina langu ni Presenter Guton, na kukaribisha kuendelea kucheck in kila siku, kwa sababu itaweza kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na ninazidi kukusogeshea karibu taarifa ambazo zinakuhusu.